Jina langu ni Dr. Rahma Hingora, mkurugenzi msaidizi elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya. Matumizi ya tumbaku yanaendelea kuwa tishio kubwa kwa afya ya jamii na kuchangia ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza duniani na hapa nchini. Kila mwaka tarehe 31 Mei dunia huadhimisha siku kutotumia tumbaku, ikiwa ni fursa muhimu ya kuongeza uelewa kuhusu madhara ya tumbaku na bidhaa zake kwa afya ya mwanadamu. Kauli mbiu ya mwaka huu 2026 ni kufichua mvuto katika kupambana na uraibu wa nikotini na tumbaku. Matumizi ya tumbaku ni moja ya visababishi vikubwa vya magonjwa yasiyoambukiza, ikiwemo saratani, magonjwa ya moyo, kiharusi, magonjwa sugu ya mapafu na matatizo ya afya ya uzazi, pamoja na matatizo mengine ya afya yanayoathiri maisha ya mtu, familia na jamii. Ni muhimu kufahamu kuwa si sigara peke yake yenye madhara. Hata shisha, ugoro pamoja na bidhaa nyingine zenye nikotini huathiri afya ya mwili na kuongeza hatari ya kupata magonjwa mbalimbali. Moshi wa tumbaku hauathiri mvutaji pekee, bali pia watu waliopo karibu naye, hususan watoto, wajawazito, wazee na wanafamilia wengine wanaovuta moshi kutoka kwa wengine. Aidha, matumizi ya tumbaku yanaweza kusababisha utegemezi wa nikotini, kuharibu mapafu, moyo, ubongo na kuongeza gharama za matibabu kwa familia na taifa kwa ujumla. Ili kuepuka hali hii, wananchi wanahimizwa kuepuka kuanza kutumia tumbaku au bidhaa zake, kuacha matumizi ya tumbaku kwa wanaotumia, kuepuka kuvuta moshi wa sigara kutoka kwa watu wengine, kuwalinda watoto na vijana dhidi ya ushawishi wa matumizi ya tumbaku, kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara na kuendelea kuzingatia mtindo bora wa maisha kwa afya njema. Kumbuka, afya ya jamii hujengwa kupitia maamuzi yetu ya kila siku. Tuseme hapana kwa tumbaku. Tulinde afya zetu, tulinde afya za vizazi vijavyo. Ujumbe huo unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma.